Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi, ili nipate kukufahamisha na vilevile kuchambulia yale ambayo yameendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Tanzania. Msikilizaji, katika taarifa niliyoweza kuipata, kuna diwani wa chama cha CCM ambaye ameweza kumbaka mtoto wa miaka 16. Kuna diwani wa chama cha CCM ambaye ameweza kumbaka mtoto wa miaka 16. Na sasa kinacholeta huzuni ama kinachochangia hali hii kuwa ni kusumbua sana ni kwamba polisi katika eneo lake diwani huyu wameweza kususia jambo la kumkamata ama kumchukulia hatua, kwa sababu wameweza kusema kwamba ni kiongozi na kwa hivyo hawezi kutoroka, jambo ambalo limechukulia watu wengi kuzua fujo katika eneo hili, na baadaye polisi wameweza kujitokeza na kumkamata. Lakini naomba nikupeleke moja kwa moja katika taarifa hii msikilizaji, ili tupate kuisoma vizuri na kuichambua zaidi kwamba ni kipi kiliweza kutokea hapa. Taarifa hii msikilizaji imeweza kupewa kichwa cha diwani haramu wa CCM aliyebaka. Katika kifungu chake cha kwanza ikasoma hivi: katika kata ya Makiungu, kijiji cha Makiungu, jimbo la Ikungi Mashariki, kuna tukio la ubakaji na kumwingilia binti mwenye umri wa miaka 16 limetokea pale. Msikilizaji, kwa hivyo bwana huyu ambaye anatokea kata ya Makiungi, kijiji cha Makiungi, jimbo la Ikungi, ameshiriki katika kumbaka mtoto wa miaka 16. Kisheria msikilizaji, huyu anachukuliwa kuwa ni mtoto kwa sababu hajatimiza miaka 18 ili aweze kuhesabiwa ama kuweza kuonekana kama mtu mkubwa. Kwa hivyo bwana huyu ambaye ni diwani wa eneo hili la Ikungi amepata kumbaka mtoto wa miaka 16. Kwa hivyo ameweza kumbaka mtoto. Kisha taarifa hii ikaendelea kusoma hivi: anayetuhumiwa kufanya tukio hili ni diwani haramu wa CCM. Kwa majina anaitwa James Nkii. Kisha nimetumiwa namba yake ya simu hapa na picha. Kisha taarifa hiyo ikaendelea kusema hivi: kwa sasa amekamatwa baada ya kelele nyingi kutokana na polisi wa kata hii ya Ikungi kuchelewa kumkamata kwa kigezo kuwa eti yule ni mheshimiwa diwani na hawezi kutoroka. Yaani kwa sababu wanamheshimisha kuwa ni mheshimiwa tena ni diwani wa chama hii cha CCM, kwa hivyo hawezi kutoroka. Na jambo hili hawajaweza kuliona kama jambo la dharura ambalo lilihitaji kwamba waweze kumchukulia hatua za kiharaka kuhakikisha kwamba bwana huyu amekamatwa. Kwa hivyo ni mpaka wakaaji wa maeneo haya wakaweza kuleta fujo, ndio sasa polisi wakaweza kuchukua hatua ya kumkamata bwana huyu, jambo ambalo bila shaka linakuonyesha kwamba hata kama walimkamata atakuwa na nafasi kubwa ya kuwashawishi polisi ama kushawishi kile ambacho kitaweza kumfanyikia. Hata hivyo taarifa hii imeendelea kusema hivi: tunashukuru angalau polisi walitoka wilayani Ikungi na walimkamata na sasa hivi yupo kwenye lockup. Diwani huyu anaelezwa kuwa ana kundi la vijana anaowatumia kutimiza uhuni wake, ambao mmoja amekamatwa na mwingine ametoroka. Msikilizaji, kwa hivyo bwana huyu ambaye ni diwani wa Chama cha Mapinduzi ama CCM inavyosemekana, ana genge la vijana ama kundi la vijana ambao analitumia kufanya uhuni. Bila shaka msikilizaji, hiyo ni diwani wa CCM, basi uhuni anaotekeleza ni kutokana na
maagizo anayopata kutoka kwa viongozi wake, anaelekezwa kwamba kakifanye hiki na kile, na kwa sababu hiyo ndio maana ameweza kuwa protected na polisi, kwa maana polisi hawajaweza kuharakisha katika hali ya kumkamata ama kumchukulia hatua yoyote, hata baada ya kuweza kusikia kwamba kuna kisa ambacho amekifanya ambacho sio bora na hakijaweza kuwafurahisha wananchi wa eneo hili. Yaani ni sharti mpaka kungekuwa na fujo, ni lazima wananchi wangetoa sauti na kuweza kuzungumza ili polisi waweze kumchukulia hatua bwana huyu. Kwa hivyo imesema kwamba diwani huyu anaelezwa kuwa ana kundi la vijana anaowatumia kutimiza uhuni wake, ambao mmoja wao amekamatwa na mwingine ametoroka. Kwa hivyo pengine kwenye crackdown hii iliyoweza kutokea baada ya tukio hili lake la ubakaji, kuna kijana ambaye walikamatwa naye mmoja, lakini sasa kati ya vijana hao ambao anawatumia katika kutimiza uhuni wake, mmoja wao ametoroka, na tunategemea kwamba anaweza kuwasaidia polisi, anaweza kulisaidia jeshi la polisi kumpata mwenzake huyo pia aliyeweza kutoroka. Lakini pia kasemekana kwamba pamoja na kuwa amekamatwa, lakini kuna tetesi kuwa kuna diwani mmoja mstaafu na wadau wengine wa CCM wanapambana kumtoa kwa lengo la kumdhoofisha, wanapambana kumtoa kwa lengo la kudhoofisha kesi hii. Yaani kuna diwani wengine wastaafu wa chama hichi cha Mapinduzi ama chama hichi cha CCM ambao sasa wanang'ang'ana kumuondoa kwenye kuzuiliwa na jeshi la polisi kwa lengo la kudhoofisha kesi hii isiweze kuonekana kwamba ni kesi ambayo ina maana, ni kesi ambayo ina uzito wa aina yoyote. Sasa hawa wanang'ang'ana kumtoa kwa sababu pia ya kuweza kuonyesha ama kulinda picha ya chama cha CCM ambacho kimeweza kuwashikilia hawa. Bila shaka nilivyokueleza, hawa wanatumika na chama hicho cha CCM katika kutekeleza yale ambayo chama hicho kinataka yaweze kufanya, na kwa sababu hiyo bila shaka wanapata nafasi ama wanapata kuwa protected na chama hichi ama na viongozi wa chama, kwa sababu wasiweze kuharibu picha ama sura ya chama hicho cha CCM, lakini pia waweze kuhakikisha kwamba wanaendelesha zile shughuli zao za siku hadi nyingine ambazo wanaendelea kuzifanya, ambazo wananchi wa eneo hili wameweza kulitamka kwamba ni shughuli za kihuni wanazoendelea kuzitekeleza. Msikilizaji wangu, nazidi kukukaribisha, endelea kutia subscription ama kuendelea kutufuatilia kwenye kituo hichi, kwa sababu ya kuendelea kupata taarifa zetu punde tu zinapotokea. Kila siku tuko hapa kuhakikisha kwamba tunazidi kukusogeshea karibu yale ambayo yanazidi kutokea na kuhakikisha kwamba umepata ufahamu wa kile ambacho kimetokea. Jina langu ni Presenter Guton. Hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia.